na nimefanya kazi za kuaminiwa kuwaongoza vijana kwenye maeneo mbalimbali. Kanisani nimekuwa kiongozi, lakini pia kwenye jamii ninayotoka nilikuwa mwenyekiti wa vikundi vya wajasiriamali kwenye kata niliyokulia, lakini pia vikundi vya vijana, lakini pia nimekuwa nikifanya kazi mbalimbali kwenye maeneo ya michezo. Mimi napenda michezo pia, ni mshabiki wa Yanga, nimekuwa kiongozi wa Yanga. Kwa hiyo huko mavijana tunakutana, kwa hiyo nimekutana na vijana wenzangu maeneo mengi na nimekuwa kiongozi huko. Kwa hiyo nilipata hili wazo kutokana na namna ambavyo nilikuwa nikiwatumikia vijana wenzangu walipokuwa kuniamini kwenye maeneo mbalimbali ya uongozi. Niligundua kwamba vijana wengi wanatamani kufanikiwa ila wana changamoto ya maarifa. Na hata neno la Mungu linasema, Mungu mwenyewe anasema kwamba ukiyakataa maarifa na yeye anakukataa kuwa mtumishi wake. Kwa hiyo vijana wana ndoto kubwa ila wana shida kubwa sana ya connection, hawana. Niseme hata binafsi sasa mimi kijana hatuna connection, lakini bado pia wengi tuna struggle sana kwenye masuala ya maarifa. Maarifa ni kitu ambacho ni endelevu. Kijana na ndoto kubwa, namna gani anafika pale anakuwa anashindwa namna kufika. Lakini pia mimi kama mimi nilibaini kwamba changamoto kubwa pia ya vijana ni mentor, walezi kwenye maeneo ambayo wanatamani. Kuna vijana wanatamani kuwa wakurugenzi wa makampuni, hawajui anaweza kuendesha vipi hayo makampuni. Kuna vijana wanatamani kwenda nchi za nje, hawajui wanakwendaje. Kwa hiyo Yado ipo kwa ajili ya kuweza kuwa connect baada ya kugundua hiyo changamoto kwamba vijana wana ndoto kubwa ila hawana walezi ambao ni masinia kwenye field ambazo wanataka kuingia. Tukasema tutawasogeza, tutawaconnect. Lakini pia vijana wana ndoto kubwa, maarifa hawana, ndio tunawataka, ndio maana tunawaingiza huko. Lakini pia tukabaini vijana wana changamoto ya kutokuwa na pia taarifa za serikali. Serikalini kuna fursa nyingi sana, lakini ukiwauliza vijana mnawezaje kunufaika na mradi wa SGR ambao unakuja Mwanza, ambao unatekelezwa hapa Mwanza, mnawezaje kunufaika na soko kubwa kabisa la kisasa ambalo limejengwa hapo mjini kati lenye thamani ya bilioni 23, mnawezaje kunufaika na daraja kubwa kabisa la Busisi ambalo serikali imeweka pale fedha yetu nyingi kabisa zaidi ya bilioni 716, mnawezaje kunufaika na daraja hili kwa ajili ya kuweza kulitumia kupiga picha, kurekodi video kwa watu ambao wanataka kushuti? Wapi mmeandaa studio kwa ajili ya kuweza wasanii kwenda pale mnashuti, mtapata ajira, mnatangaza vipaji vyenu? Wengi unakuta hawana tatizo. Huo ndio ushauri wangu wa kwanza. Jambo la msingi sana, tuna somo moja ambalo nadhani tutakuja kulifundisha baadaye humo kwenye kongamano, linahusiana na kijana kujitambua, identify your potential, yani kujitambua wewe ni nani. Kwa hivyo jambo la kwanza, pambana sana kujitambua wewe ni nani. Alafu pili, usikubali kukaa siku ikaisha bila kuwa na connection, siku ikaisha bila kuweza kutafuta taarifa, siku ikaisha bila kujiungamanisha na watu ambao wanaendana na kile passion ambayo unayo. Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia ile mambo ya msingi. Leo hii mitandao ya kijamii ina fursa nyingi sana. Tumeletewa paka AI, artificial intelligence. Unaweza ukajifunza mambo mbalimbali kule, na mwisho wa siku kupitia hii mitandao ya kijamii kuna watu ambao wanafanya vitu vingi sana kwenye mitandao. Kama wewe ni msanii, hebu jaribu kuangalia wasanii waliofanikiwa kwenye mitandao ya kijamii, kupitia mitandao ya kijamii, na ujifunze kule. Kama una kipaji cha mpira, angalia vijana wenzako wanakwendaje. Lakini pia tuitumie mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba tunalinda amani ya taifa letu Tanzania, na tuhakikishe kwamba tunajishughulisha hata kama huna ajira au huna kazi ya kufanya. Usikubali tu kukaa. Nenda mtaani, zunguka, zungumza na watu, fursa haiwezi kukukuta nyumbani.